wako unihudumie, ninangoja nguvu yako, anipe na uzima na upendo wako unijaze, Mwokozi wangu. Teketeza yote usiyo yapenda, nisafishe kati damu na kiburi yangu uivunje, tena unioshe, Yesu niwe safi. Unilinde Yesu sikuasi, kweli tena unifunge kwa upendo. Mimi ninje kwako niongoze kwa mkono wako. Unilinde Yesu sikuasi, kweli tena unifunge kwa upendo. Mimi ninje aifu unitunze, kweli kwako niongoze kwa mkono wako. Unilinde Yesu sikuasi, haleluya, unifunge kwa upendo. Kweli mimi ninje aifu unitunze, kwako niongoze kwa mkono wako. Uko juu kwako tutaona raha uzuri zitakwisha, nyimbo za shukrani zitajaza mbingu Yesu Mwokozi. Kuna wingu ambalo nimekutana nalo hapa. Wewe ni Mungu, hakika wewe ni Mungu, hakika wewe ni Mungu. Kuna mambo ambayo tunalazimishwa tuyaseme, mchungaji, na kwa sababu wachungaji wengine wapo, nitakuomba nikusihi kwa heshima tuonane baada ya ibada ili tuone namna gani tutafanya hili jambo. Mungu Baba mwaminifu, tumbele zako sisi, unatuona katika unyonge, unatuona hatufai. Utuoshe, tutajifanya tuko wema kwako, lakini unatuona kwa ndani kwamba tuko wema. Mungu Baba, tutakase, 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 tutakase. Ukubali damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani iweze kutuosha. Tunaomba uturehemu na useme nasi kwa upole. Uturehemu, useme nasi kwa upole. Ninarudisha heshima na utukufu kwako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Ninaendelea kumshukuru Mungu ambaye alituwezesha tusafiri salama, tufike salama mahali hapa na tuanze huduma hii, na leo tunahitimisha. Kwa hiyo tunaingia katika maandiko yetu, tuangalie jinsi ambavyo tulisema hapo awali na tuone mambo ya kuhitimishia somo letu kwa mchana wa leo. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 10
17 mstari wa kwanza. Nimesema Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Nabii Elia anasema hivi, maandiko matakatifu yanasema kwamba basi Elia Mtibishi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Ila kwa neno langu. Somo letu tulivyolipanga, nilinyofoa baadhi ya mambo tutakayoyafundisha kulingana na muda wetu, na tulianza kuangalia shabaha yetu kujifunza hili somo. Tulitoka hapo nikaonyesha Elia na wakati wake, nikaeleza jina la Elia, nikaonyesha wito alivyoitwa, nikaonyesha wapi alikoenda baada ya kuitwa na jinsi gani alianza kupanda viwango na akafikia wapi. Nilionyesha hayo mambo. Nikatoka hapo nikaja kueleza kwamba tukiwa tunazungumzia haya mambo, tuko kwenye sherehe ya kuzindua chumba cha maombi. Tunatakiwa tuonyeshe chimbuko la chumba cha maombi. Hivyo tukaonyesha chimbuko la chumba cha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukaeleza jinsi ambavyo vyumba vya maombi vilianzishwa na uzuri uliokuwepo na ubaya uliotokea baadaye. Na huo ubaya umeendelea kwa miaka mingi na mpaka leo huo ubaya unaendelea. Na tunatakiwa sana tukubaliane pande zote, sisi wanaofundisha na wale wanaofundishwa, tukubaliane kukaa pamoja, twende mbele za Bwana atufundishe zaidi, kwa sababu manabii wao wenyewe walikuwa wanafundisha. Kwa hiyo ukiwa mwombaji ambao unakataa, hautaki mafundisho, hauendi vizuri, tena kombo. Ukiwa nabii ambaye unapenda neno la Mungu tu na una nafasi ya maombi, utaenda kombo. Kwa hiyo vyote viwili vinabebana. Ndio maana katika kitabu cha Ezekiel Mungu akamwambia mwanadamu, simama. Kwa nini? Kwa miguu yako miwili. Hauwezi ukasimama kwa mguu mmoja. Tuliangalia kanuni za kujenga madhabahu. Tuliangalia madhabahu ni nini, tukaangalia kanuni za kujenga madhabahu, tukaangalia jinsi ambavyo Elia alivyojenga madhabahu. Hayo mambo matatu ndio ambayo tuliangalia, kama unakumbuka vizuri. Tuliangalia Elia alijenga au alifanyaje. Tukasema kwamba Elia hakujenga bali alikarabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa nini akarabati? Kulikuwa umuhimu wa yale madhabahu ya awali, kwa sababu yalikuwa yamebeba majina mawili. Jina ni madhabahu ya ushuhuda na ni madhabahu ya agano la Mungu kwa taifa lile, kwamba pamoja na kwamba hawa wamebaki mashariki na hawa wamekuja magharibi, lakini watatunza umoja wao. Sifa kwa Bwana. Amen. Na ndivyo ilivyo huduma tunayoifanya. Huduma hii tunayoifanya, kamwe hatukutumwa kusambua watu. Kamwe. Na hatuwezi hata siku moja kutamka kwa midomo yetu swala la kubaguana. Kamwe hatuwezi kusema hilo neno. Mungu anapenda unity, anapenda umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapenda umoja. Katika mwili wa Yesu Kristo tumefanywa sote kuwa mmoja. Kwa hiyo huyu hajivuni, huyu hajivuni, wote wanabebana kwa pamoja. Na ndivyo tunavyotakiwa kuwa katika huduma ya Mungu. Kote tuliko. Popote pale tulipo. Popote. Inabidi tushikamane. Tufundishane. Na wale wanaofundishwa wakubali kutii neno la Mungu. Na wanapolitii, tukienda kwenye maombi, Mungu anashuka. Anatujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo mengi ambayo nimeacha kutokana na muda. Ninachukua yale ambayo ninaona kwamba ni ya muhimu. Kwa hiyo kwa muda nilionao niache nimesema neno moja, alafu tuje tuzungumze jinsi unavyoweza kupanda viwango
vya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Jambo ambalo nataka nizungumze ni moja hapa tu kabla ya kusema hili. Napenda kusema nini? Nataka nikuonyeshe kwamba ukisoma maandiko ukisoma maandiko utakuja kuona kwamba katika Agano la Kale kuna idadi nyingi ya manabii. Na nilijaribu kupekua kuangalia idadi ya manabii. Manabii wanafika idadi ya 78, idadi yao. Kama tukianza kuwataja, kuna manabii waliohudumu kwa muda mrefu, kuna manabii waliohudumu kwa muda mfupi, kuna manabii walioandika, kuna manabii ambao hawakuandika. Kulikuwa manabii ambao walikuwa wa kijijini tu na hawakujulikana sana. Kuna manabii wengine walitoka kijijini wakainuka. Kwa mfano Amos alikuwa mashambani, Mungu akamuita Juda kule mashambani, nenda mpaka Beteli Israel. Akaenda kaskazini, na kule akaenda kukutana na Amasa, akamshambulia, akarejea tena. Amos tuna kitabu chake huko. Kwa hiyo manabii walikuwa na tabaka. Kuna kitu kilichosababisha kuleta tabaka za manabii. Nitazungumzia baadhi ya neno hapa, alafu niruke katika swala lile la jambo letu la mwisho. Tuangalie tabaka. Kipi kilichosababisha kati ya manabii ziwepo tabaka? Na mpaka leo zipo tabaka. Niwe mwalimu, nimeitwa, nina karama ya ualimu, mwingine ana karama ya ualimu. Niwe mchungaji, mwingine ameitwa na karama ya uchungaji. Tumeitwa hivyo, lakini neema zinatofautiana. Bwana Yesu atuhurumie sana. Na tusipojua hili linaleta migogoro na mikoruzano sana katika huduma. Lakini uelewe ya kwamba tujapoitwa sote katika huduma ya unabii, tujapoitwa katika huduma ya ualimu, katika huduma ya uchungaji, katika huduma ya utume, neema zinatofautiana. Na kwa sababu neema zinatofautiana, kuna watu ambao wana ngazi tofauti katika zile huduma zile. Sifa kwa Bwana. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kujipima na mwingine. No. Usijipime na mwingine. Nenda mbele za Mungu, ujipime na kusudi la wito wa Mungu kukuita. Na kama haujakamilika katika kile kusudi, mwambie Mungu, niwezeshe nifikie. Hiyo ndio success ya huduma. Lakini kujipima na mwingine, hapana. Hapana. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo manabii hawa walikuwa katika tabaka, na yalikuwepo mambo yaliyosababisha watengane katika hizi tabaka. Ya kwanza ilikuwa ni viwango vya wito. Viwango vya wito. Viwango vya wito. Hata kwetu leo hii kuna mtu ambaye ameitwa, ni mtoto amezaliwa ndani ya nyumba ya watumishi, ni mtoto wa mchungaji. Mtoto wa mchungaji, watoto ambao tuko tunawazaa, wamezaliwa ndani ya nyumba ya utumishi. Hawa watoto hawa huwa wanabeba heshima ya utumishi wa wazazi wao, wakati wao bado hawajakutana na Yesu Kristo. Na ndio maana unaona katika makanisa mengi kwamba mwanangu aolewe na mtoto wa mchungaji Andono, kwa sababu ni mtoto wa mchungaji. Mtoto anaolewa na kama yule mtoto wa Andono hajakutana na Yesu kama Andono alivyokutana na Yesu. Unaona shida inaingia katika nyumba yao. Sasa imekuwaje mtoto wa mchungaji wameanza kuvurugana? Nini mulichukua kwamba iwe ni roho kwa ya mtoto wa mchungaji kuzana kwamba lile imani la baba liko kwa mtoto. Mtoto yamkini hajakutana na Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mtoto atabadilika mpaka siku Mungu atakuwa Mungu wake. Yeye amekutana na Mungu, atapata changement. Atabadilika. Sio kama naeleweka katika hili. So, kwa hiyo viwango vya wito vilisababisha watu watofautiane. Na mpaka leo, mpaka sasa, viwango vya manabii hata hapa mlipo vinatofautiana. Muna miito tofauti. Kuna walioitwa na Mungu kwa njia ya kutawa kwa kuvunjwa dhambi. Maana kuna tabaka za utawa. Kuna mtu anatawa kwa sababu ya kuvunjwa dhambi. Kuna mtu anatawa baada ya kuvunjwa dhambi kupewa maelekezo ya siri za mbinguni.
Na katika hizo siri kuna mambo ambayo anaambiwa asiseme. Naona mimi nilitawa mnamo miaka ya 82 mwezi wa 3 hadi mwezi kama wa 7 hivi kama sikusahau. Kuna siri ambayo nilizitunza, lakini nilishangaa mtumishi mmoja akanitafuta akasema kuna kitu ambacho nakiona kwako. Akasema kwamba hiki nimekiambiwa na Mungu. Umesahau kitu ambacho Mungu alikuambia ungali kitandani. Na hiki kitu nimeambiwa na Mungu kwamba ukithubutu kuchukua muda wa kuomba kiinuke, utaona Mungu atakavyokutumia. Kwa hiyo ndani ya utawa kuna utawa ambao mtu anatawa kwa sababu hadi ni anavunjwa. Lakini mwingine kwa sababu atengenezwe aingizwe katika huduma. Sasa huyo ambaye ameingia ndani ya utawa tunaanza kumfanya aanze kuombea wagonjwa. Anaanza kuwa ni mwombaji. Nenda aanze kuhubiri. Viwango vya wito wake viko kwenye kusudi hilo. Sio kama tuko tunaelewa. Kwa hiyo kitu kingine ni viwango vya wale watu, wale manabii kutafuta Mungu vilitofautiana. Na mpaka leo kuna viwango vinavyotofautiana. Ikiwa wewe umeitwa katika huduma ya kiunabii, lakini unapenda mambo ya dunia sana, hauna muda na Mungu wa kutafuta uso wa Mungu, utaona wenzako wanapoingia kuomba wanaelekezwa sana, lakini wewe hauelekezwi. Sasa unaanza kujiuliza hao wanakuaje? Hauna muda wewe wa kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mpaka nikakosea. Tulifanya kikao, ofisi ikasema kwamba nifundishe somo la jinsi ya kuvua watu. Mimi nilipoenda huko nikaja na somo ya kuingia kilindini, kuvua watu baadaye. Ofisi ikanilaumu, umefanyeje? Nikajikuna kichwani. Bwana Yesu asihurumie sana. Mungu alinionyesha kwamba tuna manabii wengi ambao hawajui kuingia kilindini katika ulimwengu wa roho. Hawajui. Wana maombi ya dakika 10. Maombi ya nabii aombaki dakika 10. Hapana. Nabii hawezi kuomba dakika 10. Hawezi kuomba dakika 10. Kwa hiyo viwango vya kutafuta uso wa Mungu vilitofautiana. Na mpaka leo vikitofautiana, viwango vya kutafuta uso wa Mungu unaanza kupanda kwenye level nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hivi vitu ambavyo vinatuharibu. Utakuta mara nyingi ninaitwa huko, ninaitwa hana time, hana muda nabii huyo. Na kama ni usiku ni maombi yale ya kulala tu. Maombi mengine na miayo. Mungu anajua yote, tulale tu. Maombi ya nabii sio kwa ajili ya ulinzi wa usiku. Yeye yuko tofauti katika maombi yake. Kwa sababu yeye ni kinywa na jicho la Mungu. Na tunaomba Mungu atusaidie kanisa liwe na manabii. Kwa sababu kanisa lisipokuwa na manabii, kanisa halina jicho la Mungu. Wachai watakuwemo humo na watapanda kwenye mimbari. Wazinzi watakuwemo na watapanda kwenye mimbari. Wezi watakuwemo na watapanda kwenye mimbari. Sio kama unanipata vizuri. Na hao wakianza kufika hapa, hata uwepo wa Mungu ukiwepo, Roho Mtakatifu anachukia. Kama kulikuwa wagonjwa wanakuja wanapiga magoti hapo wanaombea wanapona, uponyaji unatoka, hawaponi tena. Kumekueje kwenye altare? Jicho halipo. Kumeanza kuingia watu wabaya, imenajisika eneo hili. Imenajisika. Hapa ninazungumzia machache tu viwango vilivyotenganisha manabii. Na vinavyotenganisha manabii mpaka sasa. Na vinavyotenganisha watumishi wengine mpaka leo hii. Mpaka leo hii vinatenganisha wengine. Lingine ni mamlaka ya malezi. Nitaishia hapa. Mamlaka ya malezi. Kila mtumishi amelelewa. Sasa kuna watumishi ambao hawakulelewa na kuna watumishi waliolelewa. Kuna watumishi ambao ukimtazama tu na anavyoongea unamsikiliza, unaona yuko yatima, hana baba wa kiroho, hakulelewa.
Siku moja nilifundisha somo la ubaba wa kiroho. Mtumishi mmoja akasema, mafundisho yanatoka wapi? Nikasema maandiko. Akasema mimi sipendi haya mafundisho kwa sababu wewe ni mchanga, hujui neno. Mimi ni mchanga na kuzidi umri. Sema ya, unanizidi umri lakini katika neno huko mchanga. Unatakiwa kuvalishwa pampers. Nilipomwelekeza kumuonyesha maandiko akasema kumbe hatujafundishwa. Hatujafundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malezi, mamlaka ya malezi. Mamlaka ya malezi. Ndio maana, ndio sababu tunatakiwa kuwa na connection, kuwa na muunganiko kati yetu waombaji na wachungaji ndani ya makanisa. Hatutakiwi kujiondoa mikononi mwa wachungaji wetu. Amen. Pengine ikiwa Mungu amekuonyesha kwamba haendi katika njia iliyo sawa, utachukua hatua ya kwanza kumwombea. Sijui kama unanipata vizuri. Utachukua hatua ya kuanza kumwombea. Lakini kamwe usimdharau. Hivi unaona mambo ya Mungu, unaona hivyo? Jaribu kusoma vizuri tu maandiko, kaa chini, soma Petro, soma Samueli wa kwanza sura ya 3, usome yote. Uone Eli amesikiliza watoto. Rushwa ambayo watoto wanaletea, ya zile nyama ambao watoto wananyang'anya, makuhani, watoto wake walikuwa ni makuhani. Wananyang'anya pale hemani. Zinakuja kupikwa nyumbani. Eli anakula, anashindwa kukaripia watoto. Mungu akatuma nabii. Na baadaye Mungu akamwambia kuhani Eli kwamba ukuhani wako umestop. Na mtu yeyote wa ufamilia yako atakaingia kwenye ukuhani, nitafanya mambo ya ajabu kwake. Ndio sababu unakuja kuona Yeremia, nabii Yeremia, pamoja na kuhudumu kwa muda wa miaka mingi, lakini kwa sababu ametoka katika ukoo wa Eli, amebeba mambo mabaya ambayo Mungu alinenea babu yake. Sijui kama unanielewa. Nabii Yeremia alikuwa ni nabii wa kilio hapa na pale. Tunaweza kueleza wengi. Kwa hiyo malezi ni ya muhimu sana. Unatakiwa ukae miguuni pa mtumishi wa Mungu, mchungaji, akulee, akufundishe neno la Mungu, akuombee, akushauri. Na akifanya hivyo, moto utakaotoka nao hapo utakusukuma mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo usilogwe eti kwamba una sababu, una karama ya unabii, utengane na mchungaji wako. Usifanye hivi. Unanipata vizuri? Kwa sababu tatizo, karama za kiunabii ni karama ambazo mara nyingi huwa zinafanya watu waende mbali na wajivune. Usijivune. Ni karama ambayo mimi niliogopa. Kwa sababu mimi nakumbuka kipindi kile ambacho nilianza, miaka ile ambayo ndio nimeanza na Mungu, nimeanza kutumikishwa na Mungu. Nilikuwa nimepewa karama ambazo nilianza, zingine nilikuwa naogopa, nilikuwa nalia, Mungu kwa nini hivi? Kwa sababu mimi nilifanya kutoka kwenye utawa tu. Na kanisa wakaanza kuniamini kuwa mzee wa kanisa, mimi ndio kuwa wa kusimamia kwaya. Nikiingia kwayani nilikuwa nimepewa karama ya kunusa pua. Na kama mlangoni kila mtu anayeingia namsikia, dhambi zinanuka. Na unajua kwa harufu, unajua kwa hii ni dhambi fulani. Kwa harufu tu. Na unajua na tarehe, hakuna haja ya kuuliza. Nikaanza kulia, Mungu, hii karama nifanyeje na hii? Lakini kadiri ambavyo nilivyoingia kukaa pamoja na familia, nikaja kwa masuala ya kuoa, kuli vitu ambavyo vilitoka ndani yangu. Na nikaja kuangalia kwenye maandiko, nikaona kuna sababu watumishi ambao tumeoa hatuwezi kulinganisha na watumishi ambao walikataa kuolewa na kuoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wana vitu vya kipekee ambavyo wao wanapewa kama wako sahihi mbele ya Bwana. Sijui kama unanipata vizuri. Ninasema kuhusu malezi. Tunatakiwa kukubali malezi. Tuangalie tunalelewaje. Tukae pamoja na naye tulea, tumuombee.
Tumwambie ninatamani maneno kutoka kwako, ndio chakula cha kiroho kinisaidie malezi nisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malezi ni ya muhimu sana. Uzingatie, malezi ni ya muhimu sana. Ningechambua manabii kadhaa ambao walilelewa na jinsi unabii wao ulivyokuwa, huduma ilivyokuwa nzuri aidha mbaya. Lakini natamani niruke nitoke hapa niende mbele. Lakini nazingatia kwa mjue mamlaka ya malezi yanaleta msukumo wa huduma katika maisha. Amen. Mamlaka ya malezi. Sisi tulilelewa na viongozi wazee ambao akikwambia simama, usiposimama anakwambia toka nje. Ibada la maombi tunaanza na saa 3, wewe ukija kukuta wameshaanza wimbo wa msamaha, rudi nyumbani, hauingii. Nabii ni soja. Hatuendi na watu ambao ni walegevu. Mungu atembee na walegevu. Mkiambiwa saa 6 amkeni za usiku tuondoke tuende kuombea mji, twende kuombea eneo, ni saa 6 hiyo hiyo. Hakuna kusema kama ningali na usingizi. Na hakuna kunawa, twende hivyo hivyo. Ni usoja. Ninyi mmekuja kuwa manabii kipindi ambacho ni kizuri. Kizuri, lakini mtateseka sana. Mtafanya mambo mengi, mtastruggle, Mungu yuko mbali na nyinyi. Kwa hiyo mnatakiwa mrekebike, mrudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa swala masaa tu, kati yetu wengi tumeanguka. Masaa, hatujui kutii sawa. Na tunatakiwa change, tubadilike. Tukipanga saa 3, itakuwa saa 6. Kama ni wawili tunaanza, wengine wabaki huko, ni wazembe. Mnanielewa vizuri? Yeah. Usizani kwamba kuwa mwombaji ni fashion ya kuvaa hizi nguo ambazo nyinyi mnavaa. Na sio eti kwa sababu wewe umezivaa na mtu asizivaa eti kwamba yeye ndiye ambaye ameanguka, si hivyo. Hapana. Kwa hiyo ninazungumzia mamlaka ya malezi. Uiangalie sana. Basi tuangalie pointi yetu ya mwisho ambayo ni jinsi unavyoweza kupanda viwango vya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Jinsi unavyoweza kupanda viwango katika ulimwengu wa roho vya mamlaka. Tunachukua mfano kwa nabii Elia. Kama vile nabii Elia tunatakiwa kupanda viwango vya mamlaka tulioyapewa katika ulimwengu wa roho. Mambo tunayotakiwa kuzingatia katika kupanda viwango ni haya. Cha kwanza, tambua sana wito na karama yako. Tambua sana wito na karama yako. Karama ni zawadi ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kujenga mwili wa Yesu Kristo hapa duniani. Amen. Karama. Na utajuaje kwamba una hiyo karama? Karama ikija ndani yako huwa inaleta shauku ya kufanya, ya kuhudumu. Huwa inaleta ndoto za kukushuhudia kwamba hiyo karama ni yako. Huwa inaleta hofu. Nisipofanya unasikia woga, nitadaiwa. Ndio maana sisi wengine tulikuwa tukifanya hata ikifika ni kipindi kwamba ndio kipindi cha kwenda kwenye kazi ya Mungu. Mwanamke amekaanga kabisa, amekaanga kweli kweli, vinabaki siri. Ninaangalia saa tu, ndio umebaki mchache naondoka. Siri. Na nikienda kule nimebanwa eti kwamba utakalala humu, nalala. Natuma watu naenda mkamwambie kwamba nalala. Unatakiwa utambue sana wito wako na karama yako. Kuna wamoja wameitwa kwa njia ya moto. Nikisema njia ya moto ni njia ile ya kuuma magonjwa mengi. Alafu analetwa, anaombewa, anapona. Na anapopona anaambiwa Mungu anataka ufanye hiki na hiki katika maisha. Huu ni wito wa moto. Kuna wito wa kawaida ambapo mtu anaenda anahubiri, unasikia neno la Mungu, unaokoka. Huo ni wito wa kawaida. Unaona? Kuna wito wa kutekwa. Wito wa kutekwa ambao una viwango vyake. Una viwango vyake. Kwa mfano, Mtume Paulo alikuwa ni katika dini ya Kiyahudi. Akaanza kuwinda Wakristo, yani wanafunzi wa Yesu Kristo. Na akaomba waraka aidha kibali kwa viongozi wa dini, wakamkubalia. Maliza hao wanahubiri kuhusu huyo Yesu Kristo, hatumtaki na imani lake. Akaondoka Damascus
Kristo akaja akambwaga chini, akamteka. Alitoka pale ni kipofu haoni. Huo ni wito wa kutekwa. Unafanana kidogo na ule wa moto. Si kama naeleweka vizuri. Alafu kuna wito mwingine wa kuchukuliwa polepole katika makuzi ya imani. Ni wito watoto wetu. Unazaa mtoto, wewe ni mtumishi, mtoto wako ndani ya nyumba unaanza kumfundisha neno la Mungu. Hajajua vya Mungu lakini anatamka neno la Mungu. Anaweza akakosea, anatukanana, lakini tena anakuja kusema neno la Mungu. Kwa hiyo anachanganya tabia za environment, mazingira, na neno lile la Mungu ambalo unamfundisha. Huo wito huo unatakiwa umakini wake. Una umakini wake. Umakini gani? Cha kwanza, mnamuonyesha anavyotakiwa kuwa, awe tofauti na mazingira, kwa sababu katika maisha mazingira yanatuharibu. Mazingira yanatuharibu. Unaweza kuzaa mtoto unaona anaenda vizuri, lakini atakapoanza kushirikiana na watoto wengine wa mji, unaona tabia zake zinaanza kufanana na watoto wa mji. Sasa hapo unatakiwa kuchukua tahadhari. Kumwombea, kumshauri sana, kukaa naye kama rafiki. Kila mara unataka kwenda mahali, njoo. Mimi nakumbuka mzee wangu, maana mimi nilipita kwenye kipindi cha ngumi sana. Kipindi chetu pale kwetu pale. Ngumi. Hatuwezi kufanya siku 3 bila ngumi. Na siwezi kupigana na mtu mmoja. Watu 3 4. Na tunapigana leo, kesho tutapigana, kesho kutwa tutapigana mpaka mmoja atoke mjini pale. Ndio hasira zinapungua. Sasa mzee wangu alikitaka kuondoka mahali, anauliza mama, ameenda wapi? Ando, yuko sehemu fulani, muite. Njoo twende na wewe. Watoto wengine wanabaki, mimi ananipeleka kwa mkono kabisa, aniache. Kama ni ibadani, ni kama ni kwenye kikao cha kanisa, tunaenda kwenye kikao cha kanisa na yuko miguuni. Kaa hapo. Na usitoke hapo. Anavunja kila ambacho kimo ndani. Lakini nikitoka pale nikaenda kushirikiana na watoto wengine wa kijiji chetu, anajua, anaanza kutafuta, anajua kwamba lazima kuna shida huko. Hivyo ndivyo walivyo watoto wetu hivyo. Kwa hiyo unafanya kazi sana wewe. Usianze kufanya chuki kwako. Yana huyu mtoto huyu ataharibika. Kwa sababu maneno yako yana mamlaka kwake. Fanya urafiki na yeye. Wakati mwingine unamuita, wewe vipi naona ukienda huko unafanya vurugu, unaonaje? Huko unaonaje? Unaonaje? Atakwambia. Wewe unajisikiaje? Atakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kule kukuambia utajua utamwombea namna gani, kwa sababu unaongea na yeye na kupitia maongezi unasikia anasema nini. Na kila anachokuambia unaanza kukiombea. Lakini kama usiseme, hiki kitoto, hapana. Huko unampeleka kwa shetani. Amalize vizuri. Kwa hiyo turudi, tunazungumzia jinsi unavyoweza kupanda viwango vya mamlaka. Cha kwanza, tambua wito. Cha pili, tafuta sana utakatifu. Kuna viwango vya utakatifu. Tafuta sana utakatifu. Kuna utakatifu wa kawaida, utakatifu wa kidhehebu. Kwa sababu unaingia kanisani, unajulikana wewe uko katika dhehebu kubwa, unashakuwa mtakatifu. Huo ni utakatifu wa kidhehebu. Lakini bado ukiwa mahali ambapo hakuna watu wengine wa kanisa, unaweza ukafanya chochote kile cha watu ambao hawajaokoka. Huo ni utakatifu wa kidhehebu. Unaona Na watu wa dhehebu wanaweza kukaa chini, tunatafuta mtu ambaye tukapeleka shule, wanakuchagua wewe kwa sababu wanakuona tembea na Biblia mkononi. Lakini wanaokujua huko nje wanasema lakini sisi tunamjua huyu hajapigwa vizuri. Utakatifu wa dhehebu. Lakini kuna utakatifu ule ambao ni utakatifu unaokufanya wewe ukupeleka kwenye viwango vya kuwa manukato ya Kristo mbele za Baba. Huu ni utakatifu wa kujiadhibu. Utakatifu wa kujiadhibu. Na katika huu utakatifu watu mara nyingi wanakuwa na shida katika huu utakatifu. Muda wangu mnikubalie hivi niende tujue ninaruka. Kwa hiyo tafuta sana utakatifu. Tafuta sana utakatifu. Katika utakatifu huu wa kuwa manukato ya Mungu, lazima wewe uwe umejifanyia ukiri, statement. Mungu, katika maisha yangu sitafanya hiki.
sitafanya hiki. Na sikiliza, Mungu anakuambia nini? Amekupa kanuni gani? Kwa sababu Mungu anaweza kukupa kanuni ambayo hakumpa mwingine, kutokana na kile ambacho ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anaweza kukataza mambo kadhaa ambayo wengine hawakatazi. Katika kiwango hiki cha utakatifu huu, kuna hasara ambazo unazipata katika kiwango, kwa sababu Mungu anatamani, anataka ufikie kiwango cha kuwa manukato yake. Ukifika mbele yake anasikia ni harufu yake, tunasema ya amefikia mahali ambapo nataka. Na hapo hata hujaomba anaanza kusema na wewe. Hata hujaomba, ukifika tu kwenye madhabahu anaanza kuongea, kwa sababu unaingia kwenye kiwango cha manukato. Amen. Lakini kina depense, kina gharama. Unaingia katika mateso. Unaingia katika mateso. Hautakuwa kama wenzako walivyo mjini, aidha vijijini. Lingine, kiwango kingine, mpende sana Bwana Mungu aliyekuita kuliko chochote cha maisha yako. Umpende Bwana Mungu sana kuliko chochote cha maisha yako. Umpende Mungu sana kuliko mke, kuliko mme, kuliko mtoto, kuliko chochote cha maisha yako. Sio kwamba mtengane, hapana. Yuko naye, unampa heshima, unampenda, lakini katika swala la imani unampenda Mungu sana kuliko. Na kiwango cha kumpenda Mungu sana kuliko huwa ni alama ya kuonyesha kwamba ulisamehewa dhambi zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiwango kingine, usimame mbele za Baba Mungu aliyekuita. Kusimama mbele za Baba Mungu aliyekuita ni kuwa na muda wa maombi ya kuzama mbele za Mungu na kuhakikisha unaongea naye, unatafuta uso wake hadi ujue kwamba amekuona, amekusikia, na akikuambia mambo unaanza kufuata na kuyaishi yale yale. Huko ndio kusimama mbele za Mungu. Na unaposimama mbele za Mungu namna hiyo, kuna mambo ambayo utakuwa unaambiwa wewe mara moja na unayapeleka unayapeleka kwa wale ambao Mungu amekutuma kwao. Na kiwango hiki cha kusimama mbele za Mungu kinasababisha Mungu amfanye yeye kuwa chimbuko la mambo mengi. Kuwa chimbuko la mambo mengi. Mimi nina wazee ambao ninaamini wengine wamekufa majuzi tu. Hata njiani tu mnakutana na yeye, ukimwangalia kwa macho hivi unaogopa macho yake kuyaona. Na akikaza uso anakuita, anakwambia na kuona huko vizuri. Juzi ulifanya nini? Huyu mzee amejuaje? Ni kwa sababu amesimama mbele za Mungu. Sasa anaposimama mbele za Mungu vizuri, Mungu ameweka taa ndani yake. Na ile taa anapoangalia, anakuona hata kwa ndani, anakuona hata kwa ndani. Na kinachotenganisha hii ambayo tuko tunaweka benchi ya maungamo kwa leo na benchi ya maungamo ya wakati uliopita, nyakati za uamsho. Nyakati za uamsho, benchi ya maungamo, mtu alikuwa haji na aanze kusema mambo yake. Ulikuwa unafika na unaambiwa mambo yako. Sio useme, unaambiwa. Alafu ndio unapiga magoti unaomba msamaha. Kwa nini? Wale walikuwa wamesimama mbele za Mungu. Na Mungu akaweka taa katika macho yake. Katika kanuni ya taa kuna aina mbili za nguvu za kuona. Kuna mwangaza unaokaa ndani na kuna mwangaza unaokaa nje. Mwangaza mzuri ni ule unaokaa ndani. Hata uwe mzee, utakuwa na nguvu za kuona kwa ndani mambo ya siri. So, kusimama mbele za Mungu ni muhimu sana. Nako kunatokana na viwango vya jinsi ambavyo wewe unajitakasa. Inatokana na viwango vya jinsi ambavyo unajitakasa. Viwango vya jinsi ambavyo unamwamini Mungu. Inatokana na jinsi ambavyo wewe umekubali kuacha vya ulimwengu kwa ajili ya uzuri ambao umeona kwa Mungu. Inatokana namba ya 4 na jinsi ambavyo kwa ule uzuri wewe unaoona kwa Mungu, ukienda kwa Mungu kwenye njia ya maombi, kwa njia ya neno, haupendi kutoka. Haupendi kutoka.
unaweza kutana na watumishi wengi tu, sio manabii, watumishi wengi kwa ujumla, hawapendi neno la Mungu kwa muda wa kutosha. Ubiri dakika 5 basi natosha, dakika 10 basi ishia, lakini zaidi ya hapo hapana. Lakini kama akiwa nyumbani anaangalia TV, anaangalia wale wanaocheza kwa ajili ya harusi, kwa ajili ya wazazi, anachukua hadi siku nzima yuko kwenye TV na haoni hasara. Hauwezi uje kuomba Mungu akakubali kukuingiza kwenye hiki kiwango cha kusema mbele yake na kukupa siri zake na kukupa nuru ya kuwa unaona mambo ya fumbo, vitu ambavyo vimefichwa katika mioyo ya watu. Mungu hawezi kukupa hicho kiwango, kwa sababu anajua wewe unakuja kwake kwa muda mfupi, lakini bado wewe ni mtu ambaye umeipenda dunia. Lingine nimalizie kwa hili, wale ambao wanasema basi wataendelea huko. Lingine ni kuishi maisha ya utayari na utii kwa maamuru ya Baba Mungu. Kuishi maisha ya utayari na utii, hapa ndo naishia. Kwa maamuru yake Baba Mungu. Nabii wakati wowote, Agano la Kale, wakati huu tulio nao, anatakiwa kuishi maisha ya utayari na ya utii. Nabii unaweza kuwa unakula huko mezani, unakula, unaambiwa acha kula, una stop papo hapo, stop. Unaanza kuuliza Bwana, nimestop, nifanye nini? Kwa sababu umekuwa na utii wa kutii ile sauti. Anashusha jambo, fanya hiki na hiki. Sifa kwa Bwana. Amen. Hawezi kusema kwa lengecho iliashie hii sauti sasa nayo hii samaki ndio mimi. Ngoja Mungu unisamee, mimi ni mwanako, ngoja nile kwanza samaki. Hautembei na Mungu, anakuacha. Unatakiwa kuishi maisha ya utayari. Hata kama unakula, stop. Ombea hili, pale unaanza maombi ya ndani. Na unanawa mikono, unaenda mahali pale ambapo umeagana na Mungu, unapiga magoti, unaanza maombi. Utayari na utii. Hata kama ulikuwa unakula. Na ni sababu watu ambao wameoa wanawake walio manabii wanatakiwa wajue huduma zao. Watu ambao wameolewa na waume ambao ni manabii wanatakiwa wajue huduma zao. Kwa sababu kama haujui kanuni ya hii huduma ya mwenzio, pale mbeleni mtaenda kuleta shida kati yenu. Sio kama naeleweka vizuri. Kwa hiyo utayari ni muhimu. Tena sana. Mungu anaonyesha wewe ni mtiifu. Na uelewe kama ambavyo nilivyosema siku ile, malaika wanatofautiana. Mungu akikupa nafasi ya mafunuo, akuonyeshe aina za malaika. Biblia haikutaja aina zote za malaika. Haikutaja. Mimi nakumbuka kuna siku niliitwa Kasulu. Naenda kufundisha. Sasa kukawa recreation, muda wa kupumzika wa saa nzima. Nikaingia ndani nikaomba Mungu. Kuna maswali ambao watu wameuliza na sijajibu yale maswali. Mungu natamani nisaidie niweze kujibu yale maswali. Basi nilipokaa kitandani nimefungua Biblia yangu, mchungaji akaja akaniambia, mtumishi, toka tuende mahali na tutakawia tutarudi. Nikamwambia ndio, lakini bado nina kipindi. Akasema mimi najua, nimeona, najua wewe ndio nifuate twende. Tunatoka, tunamaliza mji, tunatembea kwa mguu Kasulu pale. Tunatembea kwa mguu, tukaachana. Nikaambiwa simama, akatangulia. Akaja mtu, akasimama pale. Akaanza kunifundisha. Kuna swali hili uliulizwa hivi, ujibu hivi. Andiko hili. Na hili andiko kulikuwa hiki na hiki na mimi nimesoma theolojia. Mimi ni mwalimu wa Biblia. Najua jinsi ya kukuelezea kwa nini hapa kuliwekwa virgil na point. Hayo ni masomo ambayo anakuwa anafundisha kwenye theolojia. Lakini yule mwalimu malaika siku ile akapambanua yale mambo
Kiasi tulipoenda na yule mchungaji alifika mbele akasimama. Ananisubiri. Basi yule mtu akaondoka. Alikuwa amevaa mavazi ya kawaida tu. Akaondoka. Tuliporudi nikajibu, nikaandika lile somo ambalo alinifundisha, vitu ambavyo nilikuwa sijawahi kufundishwa. Lakini baada ya siku 2 akaja mwingine tofauti na yule. Tofauti na yule. Na Mungu akikuingiza kwenye viwango vya kukutana na malaika, unabadilika. Kwanza utakuwa mkali. Kwa sababu kuna malaika wale ambao unawaona ni wana umbo la kitoto kama yule mtoto yule. Wengi wanakuaga vile. Usione vile, ni kabaya sana. Mkali mno. Mkali tena sana. Sasa huyo kama wewe hauna utayari, unaona anafunga uso mara moja. Na akishafunga uso, akikuonyesha mgongo, kama una safari usiondoke. Utapata accident. Lakini ya malaika wale akina Gabrieli wao wana huruma. Lakini hao wengine ambao wanakuja kwa umbo la watoto kama wale wanaotambaa wale wana huko nyuma huko wanapepea, lakini kama vile ni wakali sana. Unapotembea na Mungu na wao ndio ambao wanakuja, usiwe na utayari, unapata shida. Na hiyo inasababisha watumishi wengi, unaona mtumishi amepata accident. Mtumishi amepata accident, no. Haujaingia kwenye kiwango ambacho Mungu anakusudia. Mtumishi ambaye ameanza kula meza ya Bwana sawa sawa. Yesu Kristo pale msalabani hakuvunjwa mifupa yake. Na ukiambatana na Yesu Kristo katika utumishi na kula meza ya Bwana sawa sawa, na kuishi kama hapa ninavyosema, maisha ya utaenda utii, hata ufanye ajali ya uvunjiki mfupa. Sio kama unanielewa? Mfupa wako hauvunjiki. Mimi nakwambia siri ya kila ambacho Mungu amenifundisha, tena sio mara moja. Mwaka fulani nilipeleka mtoto wangu shuleni Oklahoma College. Narudi usiku, nafanya ajali na gari yangu ambayo niko nayo. Gari ilikuja kunipanda kwenye mguu huu. Kupanda kweli kweli. Ndani ya gari amebaki mke wangu na mtoto mwingine. Yule mtoto anaanza kuomba, "Mama, tuombe Mungu." Baba anakufa. Hatujui mlango ulifungukaje, na mimi nikadondoka. Sasa nilivyodondoka, nilikuwa nimeshataka kufunga gari. Gia hii badala ya kuweka kwenye kusimama, ina stop kwenye return. Kule nilikotupwa gari ikaja ikanipanda. Sio kama unanielewa? Gari niko nayo, ndio natembelea. Sikuvunjika. Sikuvunjika. Ukizama vizuri katika ushirika na Bwana, kula meza ya Bwana sawa sawa, na kuishi katika utayari wa kutii, ndugu yangu, utafanya ajali, hauvunjiki mguu, hauvunjiki kiungo. Na kuna ajali zingine ukisimama na kataa, ajali haifanyiki. Nakwambia ushuhuda. Hii sio elimu na kwamba nakupa elimu. Hapa nakupa ushuhuda. Na nimesimama Bwana, hii ajali imekataa. Malaika wa ajali na kukataa, ajali ifanyiki. Nimeshaviona zaidi ya mara 5 katika maisha yangu. Kwa hiyo kama unaposikia watu wanasema kwamba kwa Yesu kuna raha, mimi naongezea kwamba kuna raha ya kiupekee. Tatizo tumefungwa macho. Tatizo tumefungwa macho. Na wakati mwingine hatufundishi haya maandiko kuyasambua jinsi mambo ilivyo. Kwa sababu Biblia iliandikwa kwa mfumo wa insha, sio story, sio historia. Insha ina maana Biblia imesema machache. Haikusema kila kitu. Na usipopata mwalimu wa kukuelewesha vizuri, na yeye anakuambia Biblia bwana, Biblia ni mbala, Biblia ni msitu. Biblia sio msitu. Biblia ni neno la Mungu. Lakini neno la mafunuo linalomfunua Mungu. Ninazungumzia nini? Nisikupondeni muda. Nimemalizia na kusema jinsi unavyoweza kupanda viwango vya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Unatakiwa utambue sana wito na karama yako. Unatakiwa utafute sana utakatifu. Mpende sana Bwana Mungu wako kuliko vyovyote vya maisha yako.
Simama mbele zake Mungu, uishi maisha ya utayari na utii. Mengine yaliyoko pale chini unaweza kujisomea. Mambo haya ukienda nayo yataanza kukutoa kwenye hatua na kukupeleka kwenye hatua nyingine. Tumekuja kufundisha hivi. Tumekutana na watu ambao wamesimamia vyumba vya maombi. Na hawa watu wanaosimamia vyumba vya maombi wanatakiwa kujua haya mambo kwa sababu yatawasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mengine ambayo tunaacha. Ukifika mahali kuna shida, kaa chini na mchungaji wako. Baba, nimekwama hapa, nifanyeje? Atakusaidia. Na kama ni mtu ambaye anazama kwenye magoti, lazima atapata kitu cha kukusaidia. Lakini kama umekwama huko kwa mchungaji, basi piga simu tukusaidie. Ndio sababu ya kuitwa na Mungu tu kwamba tuwepo hapa kwa ajili ya kuwasaidieni ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Piga simu, eleza, tutakusaidia. Na kama unaona unapiga simu au unipati, acha ujumbe, weka audio ya kila kitu. Kwa sababu wakati mwingine siku hizi sipokei sana simu. Kuna programu nilizo nashindwa kupokea simu kwa muda mrefu. Tuma audio, tutakusaidia. Lengo la Mungu ni kwamba uweze kupanda viwango. Hilo ndilo lengo, kwa sababu wakati unaokuja hapo mbeleni, Mungu anakusudia jambo la kutuingiza katika uamsho wa Injili. Na huo uamsho wa Injili hapaendi watu ambao ni mambumbumbu. Hawaendi watu ambao ni mambumbumbu. Hawaingii hapo. Wanaingia watu ambao wameelekezwa, wanajua cha kufanya. Nabii wa wakati huu hatakiwi kushituka kwa sababu umekutana na dada aliyefunga nywele, unaanza kushtuka. Amefanya nini? No. Damu ya Yesu Kristo inashinda chochote kile ambacho tunakutana nacho. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Mimi nashangaa kule kanisani nilimkaribia mama mmoja kanisani kwetu. Ni wakati wa kuombea wagonjwa, anaenda kumsimamisha dada mmoja ambaye amefunga nywele. Hatutakuombea, nikamwambia wewe umetumwa na nani kufanya nini? Wewe njoo kaa chini na wewe hautaomba. Ndani yako hamna nguvu. Pumzika kwanza pale. Tutaomba. Nguvu za Roho Mtakatifu zina mamlaka kuliko chochote kile. Amen. Sijui kama tunaelewana. Zina mamlaka kuliko chochote. Kuna watu ambao sisi tumetumwa kwao tuende kuwafungua. Sasa badala ya kuwafungua wewe unaanza kuhukumu. Sijui kama unaelewa lakini. Yule mtu bado ni mjinga. Sasa wewe unaanza kumhukumu. Utamsaidiaje? Mlete kwa Yesu, apone. Akishapona kwa Yesu Kristo, nenda naye kwenye neno. Ndio maana mnatakiwa kujua neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnatakiwa kujua neno jameni, mnatakiwa kujua neno. Acheni ile tabia za kujiachilia, mimi ndio hivi. Hapana. Mungu anakuthamini. Ana kitu aliweka ndani yako cha muhimu, anakuthamini. Ondoka kwenye hiyo viwango. Jijue kwamba wewe ni mtu maalum. Kukupitia mji huu lazima ujulikane kwamba Mungu yupe. Mungu yuko mahali hapa na atajulikana kupitia wewe. Amen. Unatakiwa elewa mambo atakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Natamani tuombe Mungu ili tumalize. Tusimame tuombe. Sina mambo mengi ya kueleza. Nadhani niishie hapa. Niseme nini Bwana? Ujaribu kuangalia moyoni mwako. Uangalie vizuri huduma yako inaendaje. Tutaimba kidogo tu na tunaomba. Ni kuimba kidogo kwa ajili ya kuandaa tu. Na tunaomba. Uangalie huduma yako. Umesimamaje, imesimamaje. Alafu tutaomba kwa ajili ya hiyo. Na mengine tutamwachia mwenyekiti atasema. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini sasa? Bali ninashukuru. Niseme nini Bwana we? Niseme nini Bwana? Niseme nini sasa? Bali ninashukuru. Aniseme nini Bwana?
niseme nini Bwana, niseme nini sasa, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana we, nini Bwana, niseme nini sasa, bali ninashukuru. Kweli niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini sasa, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana we, nini Bwana, niseme nini sasa, bali ninashukuru. Kweli niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini sasa, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini sasa, bali ninashukuru. Mungu Baba uliye juu ya falme zote, Mungu uliye mwaminifu na wa kweli, tunasema asante. Umetupa mchana mwema, unatupa mchana mwema Baba mwaminifu. Achilia neema ya huduma ambazo umeingiza ndani yetu. Achilia neema e Bwana, achilia neema mtakatifu, achilia neema iweze kwenda na kila mmoja wetu, neema ya utumishi, neema ya huduma. Tunaalika Mfalme, neema ya huduma ambayo inatuwezesha kutenda mambo tofauti na tunavyodhania. Neema yako tunasema asante Mfalme, asante kwa mbingu na nchi. Tunarudisha heshima na utukufu wako, ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tunashukuru. Amen. 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 Makofi ya Yesu hayo. Makofi kwa ajili ya Bwana. Tunashukuru sana mwalimu. Mungu akubariki baba. Nadhani mvua imenyesha. Kibaya ni kwamba tunafundishwa sana lakini kuyashika mafundisho sasa.